tunakutana tena kama ilivyo kawaida viwanjani, kipindi bora kabisa cha michezo hapa Azam TV. Unapata madini mbalimbali, lakini taarifa mbalimbali zile ambazo tumekuandalia na zile ambazo tumekusanya nje ya mipaka ya Tanzania, lakini pia ndani ya ardhi ya Tanzania. Kuna mengi sana ambayo tunakwenda kuyatazama katika msimu wa 24-25 ambao umemalizika. Tutakwenda kuangalia kile ambacho wamezungumza wachezaji wa Yanga kuhusiana na msimu ama takwimu zile za kile ambacho wamekipambania katika msimu wa 24-25, lakini tutakwenda kuangalia mafanikio makubwa katika kombe la shirikisho la CRDB unbeaten. Yanga wamekuwa na mwendelezo huo. Tutakwenda kutazama katika ile misimu ambayo wamekuwa bora katika michuano hiyo ya kombe la shirikisho la CRDB. Lakini kumbuka, nje ya mipaka ya Tanzania kuna taarifa nyingi, ikiwa ni pamoja na michuano ile ya FIFA Club World Cup ikiwa inaendelea kule nchini Marekani, hatua ya 16 bora. Watu wanaumana kweli kweli kwenda kuwania kitita cha fedha ambacho kimewekwa katika michuano hiyo. Ni michuano ambayo imekuwa na mvuto kutokana na kiasi kikubwa cha fedha ambacho kimewekwa kwa timu ambazo zitakuwa zinapata ushindi, hata sare vile vile kuna kitita kimewekwa hapo. Ulama Itsalum niko hapa kuendesha jahazi ile la viwanjani kama ilivyo kawaida toka weekend ambayo imeanza, na leo bado tuko hapo, tuko kamili kabisa, tuko kamili gado na wachambuzi wa zamu kwa siku ya leo. Rashid Khamis tumeungana naye hapa pamoja na Deo Kiungai, tuko pamoja mpaka saa 6 kamili za mchana. Deo, uko na Rashid leo? Tumekaa mbali leo. Sasa hivi tukio tume sasa hivi nakupa chain for electricity. Ulama, leo tutapokea simu kweli? Leo tutapokea simu? Leo tutapokea. Baada tumepokea simu nyingi za hongera. Za hongera. Sasa unajua ukipewa hongera lazima yani unajua kuna wale watu wanakupa unachostahiki wakati upo. Watu wema sana kabisa. Yani kipindi kisha anakupa hongera. Bana vipi huko? Hongereni. Asubiri kwamba mpaka siku tena Kiungae hayupo amerudi, yule jamaa alikuwa anajua sana. Yule jamaa alikuwa pale pale kabisa. Ndio Rashid wa kijana amekuiva. Amekuiva. Appreciation jambo zuri. Ndio. Appreciation jambo zuri kabisa. Zamani mpaka ukate moto ndo watu wanasema. Ndio wanaanza. Sasa hivi watu wengi wanajitahidi kukuambia yako mazuri. Bwana fanya vizuri. Bwana safi. Hapa rekebisha. Safi hivyo. Unajua. Hapa nyoosha hivi safi kabisa. Sio mpaka upo tena. Unaanza kumsifia Ulama, alikuwa mtu mwema kweli yani. Ulama mtu wa watu. Dr. X. Rashid vipi bwana? Zanzibar kwema? Zanzibar kwema. Jambo limekwenda vizuri, jambo limemalizika, jambo limeisha. Tumefanya kadi ya uwezo. Au bwana sisi ndo master wenyewe wa kulungwa. Tumefanya kama teaser. Kama teaser. Kwa sababu kuna mambo mengi yanakuja kwenye chan. Yes. Mwezi wa 8. Sasa tupiga kama teaser. Bana. Kwa kule vile watu watarudi tena. Watu watarudi tena. Kule kama kawaida. Lakini moja kati ya kitu ambacho bana napongeza ni usimamizi wa uwanja wa New Amani Complex. Uwanja wa Amani Yes, wale Waturuki binafsi wako smart. Wako very smart, yani wamenifurahisha sana. Ila tahadhari, kuna kitu kimoja nafikiri kupitia serikali ya Mapinduzi Zanzibar, fikiri kupitia Wizara ya Michezo nafikiri wanapaswa kufanya kitu pale. Yani umeona ule usimamizi wale Waturuki wanachokifanya pale. Nafikiri wanatakiwa kuwepo pia Wazanzibari kujifunza wazawa wapate elimu, kujifunza namna ya kuutunza ule uwanja. Kuna Mturuki mmoja namna ambavyo anaulinda ule uwanja, ile eneo la kuchezea. Yaani yule jamaa naweza kusema ni kama unavyoilinda nafsi yako dhidi ya mtu mbaya. Taki kabisa hizo gani. Yule jamaa anavolinda ile pitch. Unaelewa? Yule jamaa nimemtazama kwa siku ambazo nimekuepo pale, jinsi anavyoilinda ile pitch. Haruhusu nikapata nikanatengeneza picha
what if siku wa jamaa wanaondoka hivyo, wanaweza kuja kupata msimamizi kama huyu jamaa, unaelewa? Sasa sijui kwa sababu yale mazingira ni kwa sababu hawajaukabidhi, si unaelewa? Ni kwa sababu tuna mashindano makubwa na ule uwanja ni sehemu ya matumizi hayo. Yote ni majibu. Sasa kinachonipa wasiwasi, yani jamaa anavyousimamia ule uwanja si inanipa ukakasi, yani atakuwepo mzao ambaye ana uwezo kwenda kulinda. Hofu inanipa hofu hiyo ni hofu unayo hiyo. Uko vizuri Maribu, kutumia Kiswahili kizuri. Yani inanipa hofu, yani ule usimamizi ambao wanautoa wale wakulungwa pale Wazanzibari wanaweza kuutoa ule usimamizi kwenye asilimia anaoitoa ule jamaa, unaelewa? Hiyo ndio hofu inaonipa. Sasa nikajiuliza mwenyewe zile ile pitch nyasi asili sasa hivi ni nyasi asili imetengenezwa katika kiwango bora sana. Sasa hofu inaonipa ambao wametumia neno zuri hapa Deo ya ule usimamizi wa ng'adu kwa ng'adu. Wazawa wengi nilikuwa nawaona kwenye ule uwanja walikuwa wanatumika kama watu wa usafi, watu ambao wanatakiwa kuweka ule uwanja katika hali ya usafi. Lakini sijamuona mtu ambaye yuko bega kwa bega na wale Waturuki kwenye usimamizi. Sasa hofu yangu wakiondoka, wakishakabidhi kiwango cha usimamizi ambacho nimekishuhudia kwa macho yangu kwa wale jamaa kitakuwepo. Unajua yule jamaa ukikaribia hata ile pitch mita kadhaa hivi, yani halo jamani hatari wale, ukikaribia yani huna shughuli nyingine ya kufanya yani ukikaribia tu, yani ile pitch ukikaribia anahoji, sio anahoji kaka, anavovuma kule ni kama umemwibia. Olewa, yani kama umemwibia, yani unakuja kufanya nini? Sio sehemu yako. Yani sio yani wewe unakuja kufanya nini hapa? Sio, unaelewa? Yani hadi zile bana unavyowekwa zile bana wakati wale wanaweka mapambo ya nini siku ya shughuli ile yani jamaa anaelekeza, yani usipite pite tu, yani kama uko barabarani, yani yani wewe unataka hii bana unaweka hapa, unaweka hapa, si ndio? Weka hivi na nyinyi kaeni hivi, sio unanielewa? Kweli wako. So yani natamani kuona serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa jitihada na gharama kubwa ambayo wametumia kuwekeza kwenye uwanja wawepo wazao ambao wajifunze namna kusimamia kama jamaa. Natamani yani wawepo wafanye kama anavyofanya huyu jamaa bana, jamaa kiboko kabisa na uwanja ukiutazama kweli yani huyu jamaa kiboko kaka, namna ambavyo wana manage. Shida sio kutengeneza uwanja, na ukitizama hata picha yake ile yani kwa jamaa nakwambia span life ya huo uwanja ni miaka 30 span life yake miaka 30. Yes. Sasa kwenye hiyo miaka 30 ndio unaelewa hofu yangu ilipo Sasa kwenye hiyo miaka 30 naamini hawatakuwepo, kwa sababu hawa nafikiri watakabidhi 2030. 2030 manake 2030 manake tutakuwa tushamaliza hadi AFCON. Umeelewa? Yaani manake tutakuwa tushamaliza hadi AFCON. Sasa tukishamaliza AFCON manake possibility ya jamaa kukabidhi itakuwa ni kubwa. Sasa baada ya kuondoka wanaokuja kulisi hiyo mikoba walitakiwa waanze kulisi mapema sasa hivi, yani kwamba bana hiki hakitakiwi kiwe hivi hiki, sababu najua baadaye mazingira yatakapokuja kuwa tofauti. Mimi nakwambia sisi tunajijua, inabidi itafika sisi tuthamini kiderea shakwambia toka bana, sisi tuthamini vya kwetu, unanielewa? Yani wale jamaa bana, kusema ule ukweli nimefurahishwa na namna ambavyo wanaulinda ule uwanja kuwa katika hali ya ubora kwa kiwango kile, kwa sababu baada ya shughuli kumalizika, ile shughuli yote kumalizika wale jamaa wametumia dakika 3 tu. Umezihesabu kabisa kaka, kutoa zile nani dakika 3 tu ule uwanja umerudi kama hapa hapajatokea kitu pale. Yani kama hapajatokea kitu, yani umeona kuna yale maputo yalikuwa yanapigwa yale manini kaka, ni dakika 3 tu wale jamaa wametumia. Yani kama hapajatokea kitu, akikwambia mtu pa michezo finali hapa kumepulizwa wale unaweza ukabisha mpaka mwisho au unabisha kaka, unasema hapana unabisha. Sasa
kile ambacho nimekiona ndicho ambacho natamani kukiona kikiendelea kwenye ule uwanja. Basi. Unless otherwise serikali ya mapinduzi itakuwa imetumia gharama kubwa, alafu tukieta tabia zetu zile za kitamaduni zile. Sasa hapo inabidi elimu ya ule uwanja utashangaa mara kipala upande fulani, mchanga upande fulani. Wananchi waelewe. Wameletewa jambo zuri. Sasa sio wananchi. Yaani pale unajua hilo jambo la kwanza. Yaani serikali kama namna ambavyo ilitafuta pesa na nguvu za kuwekeza pale kwenye ubora wa kile kitu, inatakiwa pia itafute wasimamizi wazuri ambao baada ya hawa Waturuki kuondoka warithi ile mikoba ya usimamizi kama namna ambavyo inafanyika sasa hivi. Na mimi nasema hapo kwa sababu wananchi ndio wanaingia katika shughuli mbalimbali. Wao nao vile vile ni sehemu ya kutunza uwanja. Tumeona uharibifu hayo kiendelea. Rashid, hamna. Tumeona uharibifu wakati mwingine. Kuna mshabiki mmoja, nataka kwamba nikumbushe, kuna mshabiki mmoja wa ovyo kweli. Yaani baada ya mechi kumalizika, wachezaji si wana celebrate na nini? Umeona? Kuna mshabiki mmoja tu mandazi katoka huko juu, kashuka tena karuka. Sasa sio kashuka, karuka. Karuka pale pap kaingia zake uwanjani. Umeona? Bahati nzuri alikuwepo Kamanda Hashim. Umeelewa? Kamanda Hashim akamkamata, bana vipi? Wewe unaenda wapi? Nimekuja kushangilia. Sasa ushangilie ukiwa kule. Umeona bana? Ndio vitu kama hivyo. Katoka pale kamrudisha. Sasa niambie hao mashabiki watakuwa kwa ngapi hao? Kama kuna utaratibu mzuri. Na ndio maana anasema inabidi tuvitunze vya kwetu. Serikali inatuletea vya kwetu, kama wananchi inabidi tuvitunze. Tunakwenda kuangalia kuhusiana na msimu wa 2024-25 kumalizika kwa mashindano yote yanayoshirikisha vilabu vya Tanzania. Wananchi Yanga kufanikiwa kutoa mataji yote ndani. Baadhi ya nyota wa kikosi hicho wametoa tathmini yao msimu huu, wakisema ulikuwa ni msimu mgumu sana kufikia katika mafanikio. Mimi naona ilipendeza na ilifana sana, tulifurahi ukizingatia ulikuwa ni msimu mgumu, msimu wenye mambo mengi ya kushuka na kupanda, na mpaka hatimaye juzi tumeweza kutetea tena taji letu la CRDB. Na maana kitu kikubwa kwetu, na sisi kama timu tunakuwa tuko proud pamoja na mashabiki zetu. Kwa hiyo jambo lilienda vizuri na mimi tulifurahi, tulishirikia kwa pamoja na hatimaye tumeweza kulimaliza salama. Kwa tunashukuru. Kikubwa ni kuyatetea yale yote ambayo tumeachukua katika msimu huu. Kwa ina maana kwa msimu unaokuja, katika yale yote ambayo tumechukua msimu huu, kama tutashiriki tena basi ni kuweza kuyatetea. Kwa hiyo mimi nachoamini viongozi watakuja na mkakati, watakuja na plani ya maandalizi kwa ajili yetu. Kwa hiyo tuombe tu mashabiki zetu waendelee kutuombea dua, lakini waendelee kutusupport. Tunachoamini msimu ujao tutafanya maandalizi yaliyokuwa bora na tutakwenda kufanya vizuri tena pia katika msimu unaokuja. Mimi na imani msimu wangu wa 4 nipo katika paredi, nimeona kila siku Yanga inapozidi kuchukua ubingwa kila msimu, naona kila paredi inazidi ubora. Mimi yangu ya jana ilikuwa nzuri kwa sababu wananchi wamejitokeza kwa wingi sana, wamefurahi kwa sababu sisi tunacheza mpira kuwapa furaha wananchi, kwa wamefurahi na mimi nimefurahi. Sisi kama wachezaji na imani wategemea mambo mazuri. Kama wachezaji tunawaahidi tutapambana tena kama msimu huu, kila kombe ambalo tumeingia, kila mashindano ambayo tumeingia tumeweza kufanya vizuri na tumeweza kuchukua kombe. Kwa hiyo na imani itakuwa zaidi ya msimu huu, watafurahi zaidi. Kikubwa watuombee na wawe na sisi kwa ushirikiano kwa kila kitu ambacho kitatokea, kwa sababu ya msimu mzuri msimu ujao unakuja. Mwanzoni msimu haukuwa rahisi kwa kweli, haukuwa rahisi. Hapo katikati mambo mengi yametokea, lakini end of the day ukawa msimu mzuri kuliko misimu yote, kwa sababu tumeweza kuchukua makombe 5 katika msimu mmoja. Sio kitu rahisi, na si kwa Yanga, hata kwa timu nyingine nyingi duniani sio kitu rahisi. Kwa hiyo hata ulivyoangalia na parade ilikuwa nzuri sana, wananchi walitokeza kwa wingi, tulifurahi, wamefurahia kile ambacho wako nakiombea msimu mzima. Unawaambia nini sasa kuelekea msimu ujao? Watuombee kwa Mungu kwa sababu hili ni deni ambalo tumelitafuta katika msimu huu. Kwa lazima twende tukafanye vizuri zaidi ya msimu huu. Kwa hiyo dua zao, support yao ndio nguvu kubwa kwetu sisi. Ni wachezaji wa wananchi Yanga wakizungumzia msimu uliomalizika, ubora uliokuwepo, lakini nakwambia msimu ulikuwa mgumu sana. Kikubwa ni mashabiki wao, wanachama kuwaombea kuhakikisha kwamba wanaendelea kufanya vizuri katika msimu unaokuja. Butwali Bumsheri, Kibwana Shomari na Dickson Job wakizungumzia hivi leo. Msimu ulikuwa mgumu sana kwa wananchi. Of course hawakuanza vizuri. Yaani mwanzo wao ndio haukuwa mzuri. Mwanzo wao haukuwa mzuri. Na mabadiliko ya mwalimu nayo yanaweza yakawa ni sababu nyingine kwa upande wa ugumu, kwa sababu mnapobadilisha mwalimu kuna sababu mbili.
aidha akapata nafasi ya kwenda timu nyingine, anataka kuondoka, au amefanya vibaya. Lakini kwa rekodi, kwa upande wa makocha wetu, huwa hawapati timu nyingine, huwa wanafanya vibaya, ndio maana wanaondolewa. Kwa hata Gamondi hakuondolewa kwa kupata timu nyingine, aliondolewa kwa sababu alianza vibaya. Timu ilikuwa chini, haitengezi nafasi kama mwanzo, haifungi magoli, akapoteza dhidi ya Tabora, akapoteza dhidi ya Azam. Uongozi wakasema hapana, kwa huu mwendo hatuwezi kuendelea kuwa na wewe, japo kuwa tulikuongezea mkataba wakati wa pre-season na mwanzoni mwa msimu aliongezewa mkataba Miguel Gamondi. Kwa hiyo mwanzo wao Yanga ukuwa mzuri, na ikapelekea wao hata wachezaji kuwa na pressure kwamba tunaweza kweli kugombania ubingwa wa ligi kama ambavyo tumefanya msimu uliopita. Kwa bahati nzuri tayari Yanga wametengeneza msingi ambao haumtegemei mtu mmoja, haumtegemei kocha wala haumtegemei mchezaji. Unaweza ukawa mchezaji mzuri ukaondoka, lakini unaiona Yanga bado ikiendelea kucheza katika flow ile ile, na bado ukaiona Yanga ikiendelea kupata matokeo ya ushindi katika michezo mingi ya ligi ambayo wamekuwa wakishiriki, hata katika mashindano mengine. Ni msingi mzuri ambao umetengenezwa na viongozi wa juu. Tuliona mwanzoni mwa msimu kama kusingekuwa na msingi mzuri, Yanga ingetetereka, kwa sababu aliondoka Gamondi, kaja kuondoka Sidramovic, kaja Amdi Milud, lakini bado unaiona timu ikiwa katika standard zile zile, focus ni ile ile, kasi ni ile ile. Kilichokuwa kinabadilika ni mbinu na namna ambavyo wachezaji wana improve viwango vyao, kwa sababu wakati wa Gamondi mwanzoni tuliona kuna wachezaji baadhi yao walikuwa wafanyi vizuri, lakini wakati wa Sidramovic tuliona kasi iliongezeka, viwango vya wachezaji vili improve, na timu ikaanza kufunga magoli tofauti na Gamondi. Ni siku chache tu, lakini baada ya mabadiliko yale tukaona focus ilikuwa kubwa sana, na Sidramovic alisema wazi kabisa wachezaji level fitness yao ipo chini, na mimi timu yangu nahitaji iwe na level fitness ya juu ili iweze kutimiza malengo ambayo mimi binafsi nahitaji na klabu wameweza kuniwekea. Tukaanza kuona Pacome Zouzoua akaanza kufunga, Clement Mzize tukaanza kuona kifungo. Mzize amefunga sana kipindi cha Sidramovic. Tukaanza kuona Max Zegeli ambaye hakuanza katika gia ya juu akaanza kuperform. Tukaanza kuona Duke Abuya, Mudathiri wakiwa katika zile level ambazo tumewahi kuwaona na kuwa zoea kwa muda mrefu. Kwa hiyo mabadiliko ndio sehemu ambayo nahisi mimi na nafikiria kwamba ndio ilikuwa ugumu kwa upande wa Yanga, lakini swala la ubora wa wachezaji, standard zao, malengo bado ilikuwa na level kubwa sana kwa upande wa msimu huu. Okay. Msimu unbeaten kwenye nini, lakini Rashidi sema ulikuwa mgumu sana kwa wananchi msimu huu. Kama ulikuwa mwepesi. Unajua tafsiri ya unajua kuna tafsiri mbili. Amezungumzia kuna kipindi fulani ndio ulikuwa mgumu. Lakini baada ya hapo wakawa na flow tu. Unajua kwenye hapo kuna vitu viwili kidedea. Wachezaji hawezi kukwambia kwamba sisi tulikuwa tuna msimu mwepesi. Kwa sababu walipambana sana kwenye mechi nyingi. Unanielewa? Na mechi nyingi ambazo pia ziliwapa tabu, si ndio? Kwenye hayo mazingira kuna ups and downs ambazo zinatokea, ila swali la msingi unajua ambalo tunaweza kulijenga kuelekea hiyo hoja ya Yanga walikuwa na msimu rahisi au msimu mgumu, unaelewa, ni kwamba ligi yetu sasa hivi tuna items kama ni miongoni mwa ligi bora barani Afrika. Si ndio bwana? Ipo katika top 5. Ipo kwenye top 5 league, si ndio? Lakini unajiuliza swali moja. Hivi ligi yetu ni kweli inajitosheleza kwenye ubora ambao tunauzungumza kwa mtu kudominate makombe 4 miaka 4 mfululizo anakuwa bingwa kwenye makombe mawili tofauti, kwani kwenye makombe makubwa? Rashid, wala kwa upande wa kwangu mimi wala hiyo sio hoja ambayo inaweza ikawa ya msingi sana, kwa sababu ipo mifano mingi sana kwenye ligi bora barani Ulaya. Bundesliga ni ligi bora barani Ulaya, lakini tunaiona Bayern kila msimu wakidominate makombe yote ambayo wanashiriki ndani.
nenda Spain, ni timu mbili tu. Kuna wakati Barcelona alipotea, tukayoshuhudia ni Madrid tu akiwa dominant, akiwa mtawala kwenye upande wa La Liga. Nenda PSG, si ipo katika ligi 5 bora. Ni PSG tu peke yake amekuwa mtawala. Kwa hiyo pengine tunaizungumza ubora wa ligi kulinganisha na wengine. Lakini tukizungumza mabadiliko ambayo yametokea kwa miaka 10 iliyopita na sasa hivi, kwa sisi binafsi ni ligi bora sana. Kwa sababu sasa hivi Tabora anaweza kuwa na mchezaji ambaye ana standard kama za Simba na Yanga. Singida anaweza kuwa na mchezaji ambaye ana ubora wa hizi timu mbili. Yaani ubora haupimwi kutokana na mafanikio ya timu moja. Ya timu moja. Kwa hiyo timu moja unapimwa kutokana pia na mabadiliko ya timu nyingine ambazo inajipigia tu kila timu inajipigia. Sasa ngoja naelewa hoja yako. Naelewa. Nimekupa na mifano ya ligi nyingine na timu nyingine ambazo bora kabisa. Ndio, naelewa hoja yako. Misri ligi yao ni bora. Lakini utawala ni kina nani? Mimi South Africa ligi yao si bora. Mtawala nani sasa hivi? Mamelodi. Mimi kwa hiyo ni mifano ipo mingi. Hoja yangu ni kwamba sawa. Sina ubishi wala kwenye quality ya timu moja kuwa na uwezo wa kudominate kwa muda mrefu. Sahihi. Unaelewa? No doubt. Sahihi. Ila hoja yangu kwamba kwenye kumeasure huo ubora tuliokuwa nao. Kuupima yani, kumeasure maana yake ni kuupima. Sawa. Kwenye kuupima huo ubora tuliokuwa nao. Umeelewa? Yanga anakuwa bingwa msimu wa 4 huu kwenye kila kitu. Umeelewa? Kwenye kombe la ndani. Umeelewa? Bingwa wa ligi msimu wa 4 mfululizo. Kwenye CRDB mara 4 mfululizo, mara 4 mfululizo. Tena umesema vizuri kidedea. Yaani Young Africans anakuwa bingwa mfululizo mara ya 4 tena unbeaten. Kwenye miaka 4. Miaka 4. Unbeaten. Sahihi. Unaelewa? Sasa umemention baadhi ya mataifa na timu ambazo zina dominate kwa ukubwa wa namna hii. Si ndio? Upinzani ambao tunaenda kuupima kwenye kile ambacho Young Africans anakipeleka dhidi ya wapinzani wake. Sahihi. Unaelewa? Manake Young Africans ana daraja tofauti sana na hawa wengine. Na ndio maana inafika mahala kwenye top level hapo kwenye kushindana wapinzani hawamfikii. Sio? Manake tunasema sawa. Tunarudi sasa kwenye kumfananisha sisi bingwa wetu wa muda mrefu. Umeelewa? Na mabingwa wengine kwenye mataifa mengine. Umeelewa? Bingwa wetu umeelewa? Na mataifa mengine ambayo tunaamini kama sisi ni bora. Na huyu ndo kiwango, ndo kipimo cha ubora kwenye nchi yetu. Umeelewa? Hiyo hoja yako ni bora dhidi ya. Umeelewa? Ni bora dhidi ya kina nani? Ambao wanaenda kumpa challenge. Ramovich aliondoka akasema wakati anaondoka akasema alizungumzia intensity. Na hapo Rashidi yetu ina low intensity, yani kulingana na timu nyingine. Hatupeleki ushindani. Rashidi, nikupe takwimu kwanza bora za NBC na Deo. Kwa upande wa wananchi michezo 30 ambazo amecheza, hizo hapo tumekuwekea hapo points ambazo amezikusanya 82. Yani hizo point 82 Young Africans msimu uliopita ilikuwa manake alikuwa ameongeza point 10 hapo. Point 10. Msimu uliopita ilikuwa ni 72. Ushindi ameongeza 27, sare moja, kupoteza michezo miwili, magoli ya kufunga 83, magoli ya kufungwa magoli 10 tu. Tofauti ya magoli ni 73 ambayo ukitoa yale ya kufungwa. Manake hata msimu uliopita pia alifungwa magoli 14. Ukichukua 14 wamepunguza 10. Ukichukua hizi takwimu za Young Africans kwa msimu huu, umeelewa? Utapongeza uongozi wa Young Africans. Utapongeza wachezaji wote na mashabiki kwa ujumla wao. Sahihi. Kwa sababu takwimu hizi hawakuwa nazo msimu uliopita. Kwenye points wameongeza
wameongeza 10. Kwenye magoli ya kufunga, magoli ya kufungwa wamepunguza magoli 4. Yes. Unaelewa? Kwenye magoli ya kufunga yameongezeka kutoka 78 mpaka 80 na ngapi? 82. Magoli 83. 83. Mkaniza katika 100. Sasa si ndio ndio nakwambia kwenye improvement. Umeelewa? Manake Yanga wanakuwa. Umeelewa? Wanakuwa kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Kwa kutokana na kile ambacho walikifanya kwenye kipindi cha miaka 4. Yes. Yaani kwenye hichi kipindi cha miaka 4 Young Africans anavunja rekodi yake mwenyewe. Umeelewa? Yaani msimu huu anaweka rekodi hii, msimu ujao anaivuka rekodi, msimu ujao anaivuka tena rekodi aliyoiweka, na ndio maana ujao anaivuka tena rekodi ile. Nilikuwa nasema kwa hizi takwimu ambazo ziko hapa. Manake utapongeza zaidi uongozi wa Young Africans kwenye kufanya recruitment ya wachezaji, kwenye kufanya assessment ya walimu ambao wanasimamia timu yao, kwenye kuangalia namna bora wanahitaji nini kwenye msimu. Manake kwenye hiki walichokifanya, kwanza ni kuwapongeza uongozi mzima wa Young Africans na wachezaji na walimu ambao wamefundisha tofauti na mashabiki kwenye kati tofauti. Sababu msimu huu Young Africans wamepitia kwenye wamefundishwa na walimu 4 msimu mmoja, sio 3 au unaunganisha na yule kutoka KMC. Wamefundishwa na walimu 4, Gamondi, Ramovic, Moring pamoja na Mirudi Hamdi. Mwalimu si bado yupo? Umeelewa? Yupo, lakini sasa kuna kipindi alikuwa kiateka. Okay. Unaelewa? So unaona mchango wa watu 4 kwenye msimu mmoja umeleta kitu. Bado kuna timu imefundishwa na timu makocha 4 na iko kwenye danger zone. Sasa hayo ni mazingira. Unaelewa? Sio tofauti. Kuna Tabora pia. Wamefundishwa na makocha wangapi? Tabora pia wamepita walimu wengi, amepita Anset, amepita Kimanzi, Mang'ombe, sijui, amepita Francis. Amepita watatu. Na kuna kiateka huyo ambaye kamaliza ligi hapa. Wa Tabora si 4? Kama sasa hivi ni 4. Na wenyewe wanafanana na Fountain Gate, si ndio? Lakini tofauti ya Young Africans na hawa ni management. Management kaka. Fountain Gate wana uongozi ambao sio nitumie lugha gani unielewe. Yaani wana uongozi ambao wao ndio wanajua wanataka nini. Okay. Unaelewa? Ila mashabiki wa Fountain Gate hawajui viongozi wanataka nini. Lakini viongozi wanajua wanataka. Yaani wao ndio wanajua wanataka nini. Ila kwenye taswira ya nje mashabiki wa Fountain Gate hawajui uongozi unataka nini. Kwa sababu ila timu inavyozidi kupotea, kwa sababu timu kila siku ina taswira mpya, alafu haifanyi vizuri. Umezungumza kitu kizuri Rashid, taswira mpya alafu haifanyi vizuri. Kila siku timu inakuwa na muonekano mpya. The same to Tabora United. Toka wamemuondoa Anset, timu imekwenda na mfululizo mbaya wa matokeo mpaka wanamaliza ligi. Lakini kwenye huo mfululizo mbaya wa matokeo wamebadilisha walimu hapo, seti ya walimu zaidi ya 3. Okay. So na wenyewe pia uongozi wenyewe ndio unajua unataka nini. Sawa. Ila mashabiki wa Tabora kwa ujumla wake nao hawajui uongozi. Takwimu za wananchi katika NBC ndio hizo, lakini tunakwenda kuangalia unbeaten ambayo kwa kweli unaweza kusema walikuwa wanakutana na wapinzani, lakini hizo hapo za CRDB michezo 6, ushindi mara 6, magoli ya kufunga 21 na magoli ya kufungwa 2, tofauti ya magoli ni 19 kwa wananchi. Na tukiangalia sasa katika ile magoli ya kufungwa msimu wa 2021 22 tunakupa sasa zile unbeaten zenyewe za wananchi kwenye kombe la shirikisho la CRDB. Rashid, ukoje leo nini? Kwenye ile tempo tulikuja imenichanganya. Kwenye kufungwa imenivuruga kwa sababu nimeona kwa sababu ameshinda michezo 6. Young Africans ana 100% ushindi wake ni 100%. Unaelewa? Hajapata sare, kashinda michezo yote mpaka finali. Ndio. Unaelewa? Amefungwa magoli 2. Amefunga magoli 19. Si ndio? Sahihi kabisa. Amefunga magoli 19. Kitu wake kimenichanganya yale magoli ya kufunga 83. Maana yake magoli 83 ni mjumuisho wa michuano. Sasa kwa sababu amechukua mara 4 mfululizo, si ndio? Miaka 4 mfululizo. Miaka 4
unbeaten, hajafungwa. Na ndio alikuwa anakuja hapa nakwambia takwimu hizo. Tunakwenda katika msimu wa 2021-22 ambao Yanga alishinda magoli 4 kwa bila dhidi ya IF. Lakini pia hiyo ilikuwa ni second round, na akashinda tena dhidi ya Mbao katika raundi ya 3 bao 1-0. Mbao ya pale jijini Mwanza. Akapata ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Biashara, hiyo ni raundi ya 4. Akaenda sare bao 1-1 dhidi ya Geita Gold, akaenda kushinda kwa penalty robo finali. Wakapata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Simba nusu finali, hatimaye wakaenda 3-3 na Coastal Union katika uwanja Sheikh Abeid pale Arusha, na katika mikwaju ya penalty ilikuwa mchezo wa finali. Yanga wakashinda penalty 4-1. Ukiangalia msimu wa 2021 22 hapa ndipo walikwenda kumnyang'anya Simba hapa. Hii ndio walipoanza kuchukua hapa sasa 22 23 24 25. Kwa sababu Simba huu ni 21 walimfunga Namungo finali Sumbawanga kule. Hivi kwa Sumbawanga ile Sheikh Abeid. Ilikuwa Sumbawanga. Sumbawanga ilikuwa Sumbawanga. Kwa msimu unaofuata Young Africans akaanza kujipanga kuanzia pale. Sasa huu ni msimu wa 2021 22, unbeaten yake inaonekana hivyo. Lakini tukienda kuangalia katika msimu wa 22-23, Yanga walishinda magoli 8 kwa bila dhidi ya Kurugenzi raundi ya pili hiyo, wakaenda kushinda goli 7-0 dhidi ya Rhino Rangers. Ya raundi ya 3 ilikuwa mabao 4-1, wakapata ushindi hivyo dhidi ya Tanzania Prisons. Raundi ya 4 wakashinda bao 1-0 dhidi ya Geita robo finali. Nusu finali wakamfunga Singida Black Stars bao 1-0, na hatimaye finali wakawafunga Azam FC bao 1-0. Huo ni msimu wa 2022 Black Stars au Big Stars? Ile Singida. Big Stars. Singida ni Big Stars. Big Stars. Pale tu kiita Black Stars sasa kuna mimi hapa msichanganye. Singida zikopo nyingi. Hizi United Fountain Gate. Hizo Singida mimi namwachia Mtozi. Alivyonielekeza ndivyo hivyo nitafuata. Sababu hapo nikisema Singida BS basi afuna Singida Black Stars inakuja, Big Stars inakuja. Sababu Singida zilikuwa nyingi. Singida United, Singida Fountain. United ndio ilikuwa imejipambanua peke yake. Singida ndo mama huyo. Singida United. Ndo mama huyo. Singida United akaanza kuzaa wengine wote hapo. Hii ilikuwa Big Stars ambayo baadaye tena ikaja ikawa Fountain Gate. Fountain Gate. Ndio, Fountain Gate. Singida Fountain Gate hapo ndio kaizaa IF hapo. IF ndio IF ndo Singida Black Stars ya sasa. Ndio maana msichanganye. Ndio IF. Rashid umeelewa hapo? IF ndo Singida Black Stars ya sasa. IF ndo Singida Black Stars. Hapo ilianza Singida Big Stars. Baada ya Singida United ilianza United. Baada ya United ikaja Singida Big Stars. Baada ya Big Stars ikaja IF Singida Fountain Gate. Baada ya Singida Big Stars ndio ikaja Singida Fountain Gate. Wassalam. Singida hizi. Huu ni msimu wa 2022-23, wananchi wakiwa wamenema namna hiyo. 23-24 sasa Yanga wakashinda goli 5 kwa bila dhidi ya Hoseng raundi ya pili, wakapata ushindi wa magoli 5 kwa bila dhidi ya Police raundi ya 3 hiyo. Raundi ya 4 wakapata ushindi wa mabao 2 kwa bila dhidi ya Dodoma Jiji, mabao 3 kwa bila dhidi ya Tabora United robo finali. Nusu finali dhidi ya Singida bao 1-0, lakini wakaenda sare ya bila kufungana na wananchi. Mikwaju penalty ikaamua msimu wa 2023. Mechi ilikuwa kali sana finali. Katika hizi mlolongo finali ndio ilikuwa kidogo. Hii ifanyika Mkokwani. Hii finali ilifanyika Zanzibar. Bila moja kati ya finali bora sana ambayo hata ile ya Coast ilikuwa bora sana. Ile nani Sheikh Abeid. Ile 3-3 piga ni kupiga kwanza kabisa. Soap ile 3-3 na Soap ile. Soap against Jigidia. Yes. Toka pale rafiki yangu sije kumuona Jigidia akicheza dhidi ya Coast. Ushakumwa? Okay. Haya. Tukiangalia katika hii misimu yote hii tumeona jinsi ambavyo Yanga amekuwa na wakati mzuri katika ufungaji wa mabao mengi, nasema mabao ya kutosha. Na 24-25 raundi ya pili walishinda bao 5 kwa bila dhidi ya Kopko, lakini pia wakapata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Coastal Union. Raundi ya 3 wakaenda kupata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Songea United, hatimaye kufunga goli 8-1 dhidi ya Stand United ya Shinyanga, na hatimaye kupata ushindi wa mabao 2 kwa bila dhidi ya JKT Tanzania nusu finali.
na hatimaye kupata ushindi tena mabao 2-0 dhidi ya Singida Black Stars ambao ndo juzi katika uwanja wa Amani. Na hayo magoli mawili ambayo yameruhusu ni dhidi ya Coastal 3-1 na dhidi ya Stand United 8-1. Kwa manake kwenye ile template ya kwanza Young Africans amefunga magoli 83, akifungwa magoli mangapi kwenye ile kamili sasa? Magoli ambayo amefunga amepata sasa faida ya kwamba misimu yote minne ile unasema overall magoli 83. Sasa hapo ndo tunakuja sasa pale kwa Deo pale. Ambapo yeye mbona kafungwa magoli mangapi? Magoli 10. Yaani mwanamume miaka 4 katika CRDB. Kaweka magoli 83, kafungwa magoli 10. Kutoka 2021 mpaka 24-25. Unajua ukimwambia mtu sisi ni bora unatakiwa uwe na booklet na maelezo. Unaelewa? Sawa. Yaani mtu kiambia bana sisi ni bora lazima uwe na booklet pembeni. Hata ligi nyingine anaambiaje nyie bora? Mtu kwenye misimu 4 ni bingwa, miaka 4 mfululizo, kafunga magoli 83, kafunga magoli 10. Kuna timu zingine nje huko zinakuwa bora miaka hiyo 4 zinachukua makombe. Lakini sio kufunga magoli mengi sio? Yaani hoja ya Rashidi, unajua? Hoja ya Rashidi kwenye idadi ya magoli ya kufungwa na kufunga. Ndio hoja ya Rashidi. Kwamba wengine hawa manake hawa wapinzani let's say msimu huu, si ndio? Young Africans amekuwa bingwa, si ndio? Ndio. Na ametawadha kuwa bingwa, si ndio? Timu ngapi zilikuwa zinagombea kushuka daraja kwenye msimu huu? Zinafika hata timu 7 zinafika. Hata 8 zinafika. Na 8 zinafika Unajua kwa sababu ilifika hatua mpaka mtu aliyekuwepo kwenye nafasi ya 7 bado alikuwa na uwezo wa kushuka daraja. Manake wamebaki wangapi kwenye timu 16 kutoka kwenye timu 7? Kutoka kwenye timu 7. Timu 9. Zibaki timu 9. Timu 9. Kwenye hizo timu 9 timu ngapi zinagombea ubingwa? 3. 3. Bingwa 3. Azam zilikuwa 2 tu. Zilikuwa 2. Mwisho ndio 2 kwa. Zilikuwa timu 2. Manake kwenye timu 2 kwenye timu 9 toa timu 2. Manake timu 7 wao walikuwepo kwenye ligi kwenye kugombania nafasi. Wagombea nafasi nini? Nafasi. Maana nafasi sasa hivi kila nafasi pesa. Timu 7 zilikuwa katika danger zone. Timu 2 katika race ya ubingwa zinakuwa timu 9. Timu mbili zinagombania michuano kimataifa. Timu 2 zinagombea ubingwa. Si ndio? Katika timu 9. Timu 7 zilizobakia zenyewe zenyewe zipo tu, zina hang hapo. Ukisema zipo, kwa sababu kuna tournament ya kimataifa. Kuna kimataifa. Ndio nisikilize sana nachokuambia leo. Yaani kwenye zile timu 7 zilizobakia, umeelewa, zile timu 7 zishakuwa kwenye comfortable zone. Si ndio? Manake wao walichokuwa wanachokitafuta wao ni kumaliza msimu. Umeelewa? Manake gap la hawa wawili la kutafuta ubingwa na hawa na ambao gap la hawa ambao wanatafuta nafasi ya kugombea ya kubaki kwenye ligi kuu lilikuwa ni kubwa. Yaani hawa hawezi kuwafikia hawa na hawa huko hawezi kuwafikia hawa. Sio, unaelewa? Yaani hawa watu wakifanya jambo ambalo kikanuni wananyang'anywa point 15 kwamba hawa hawezi kufika. Sasa mimi nitakurudisha nyuma. Umeelewa? Nitakurudisha nyuma ulama. Umeelewa? Kwenye msimu ambao alikuwa anashuka. Mimi leo nimekafurahi kwa sababu nimemwambia hebu zitoe pointi 15 umewachanganua za Simba na Yanga alafu kama Azam hawezi kuzifikia. Pointi 15 alikuwa afiki na ndio maana ndio maana nikakwambia zile Rashidi ametoa madaraja matatu zile timu zinawania ubingwa leo. Sikilizani kidogo hapo. Rashidi ameweka timu 2 ambazo zinawania ubingwa. Sawa. Kuna timu ambazo zenye zipo tu kwenye ligi. Kwa msimu ujao tujakisha tuwepo. Kuna 7 zenye ziko katika danger zone ya kushuka daraja. Nikasema wale wawili pale juu hata bahati mbaya wamefanya katika kanuni za ligi. Wamekosea, wananyang'anywa alama 15. Hawa wa kuanzia 3, 4, 5, 6 hawezi kufikia pointi za wale. Kwa hiyo ina maana gap lilikuwa ni kubwa sana. Sasa njoo na hoja yako. Njoo na hoja yako sisi. Tunakuaje? Unajua wewe tuangalie kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwa mashabiki wa Simba tawi la Abiola Buza pale hapa jijini Dar es Salaam. Wenyewe wametoa tathmini ya msimu huu uliokiomba uongozi
kufanya usajili wa kiwango ili kufanya vizuri msimu ujao wa ligi kuu ya soka Tanzania bara pamoja na mashindano mengine. Tathmini ya msimu uliopita timu ilikuwa tulitegemea kwamba itakuwa nzuri, lakini tofauti na matarajio yetu. Wachezaji waliopatikana kwa msimu uliopita walikuwa ni wa kawaida sana. Naona. Kwa hiyo tunachoomba safari tumeshafika finali ya shirikisho, naamini pesa imepatikana. Viongozi wafanye usajili madhubuti, usajili wa kutisha. Pesa ipo, wachezaji wapo, kwa sababu wachezaji mpira unachezwa hadharani. Na kama mpira unachezwa hadharani ina maana kwamba kila mtu anaona wachezaji. Imani yetu ilikuwa tunaona kwamba tumefanya usajili mzuri. Lakini upande wa pili wa wenzetu wao walifanya usajili wa uhakika, na usajili wao ulikuwa unatija, unaonyesha kwamba hata kama dirisha dogo walifeli kidogo, lakini wao tayari washamaliza kwenye usajili mkubwa. Yaani mimi ushauri wangu kwa kipindi hiki kinachokuja kesho kutwa mwezi wa 8, usajili uwe wa viwango, kwa sababu wamefika hatua ya nusu finali ya shirikisho. Watumie ile hela, waache maneno yale hata tusaidia, yanaendelea kutuangusha. Na tukifanya usajili mbovu, Yanga safari hii itachukua hata mara 10 kama anavyosema ule msemaji wao. Tunashukuru kwanza Azam TV kwa kutuonyesha mechi zote pasipo na matatizo yoyote na kwa ubora wa hali ya juu ukifananisha na mataifa mengine ya Afrika, tuko juu. Kwa hiyo tunakupeni hongera kwanza kwa hilo. Jambo lingine, ligi ilikuwa ni nzuri. Kwa upande wetu wa Simba ni kwamba timu yetu na usajili ambao kwa sasa hivi tuko katika kuijenga timu, lakini ujenzi wetu unasikitisha sana, kwa sababu tukiangalia wachezaji walioingia msimu huu uliopita takriban tumepata kama wachezaji 2 au 1. Haina haja kuleta wachezaji wengi wasiokuwa na maana. Wachukue wachezaji wachache ambao watakuwa na tija katika timu yetu. Mtu mmoja kudhamini timu 8 mwenyewe akawa 9 kidogo kuna ukakasi. Hajatokea duniani kote kwa Tanzania. Kwanza ligi inaanza sasa, tunaomba bodi ya ligi na TFF wakae kitako, wakubaliane. Kama mmoja akidhamini timu hiyo ndio alikawa mdhamini mkuu. Swala sio kudhamini. Swala kwamba ndio mdhamini mkuu mwenye timu yake. Kwa hivyo hata kidhamini timu zingine, zile timu zile kukaa kupanga matokeo inakuwa rahisi. Mimi nadhani pale kurekebisha Simba pale kwa upande wa beki, mimi nadhani bado tatizo, na kwa upande wa mbele Fuadi kuna striker pale. Simba kama watarekebisha striker, wataleta mwingine mzuri na beki wakaongeza mabeki wazuri. Kwa mfano kama pale Semaloni kuna Kapombe, wakaleta mbadala, Simba itakuwa nzuri sana. Na pale kati vile vile wakaleta kiungo mzuri, wakaongeza na namba Fuadi namba 9 eti namba 10 mzuri, basi Simba itakuwa ni timu tishio ya Afrika. Atiwa pia mashabiki wa Simba katika jiji la Mwanza wenyewe wameonyesha matumaini yao ya kufanya vizuri katika msimu wa 25-26. Kikubwa zaidi ambacho wamekiomba ni mshikamano na umoja, kitu ambacho kinapelekea timu kufikia malengo katika msimu wa 25-26. Itulabusiga Buchosa wilayani Sengerema. Hapa wanalolao jambo. Nashukuru kwa ujio mwenyekiti wa mkoa kwa kuja kunizindulia tawi langu la Itulabusiga. Naam. Ni umoja mpya wa tawi la Simba Itulabusiga. Ni kama hakuna kilichotokea wiki jana kwa Mkapa. Kweli tumekosa mataji yote msimu huu. Simba ni watu wa mpira, wanaelewa. Kwa hiyo wanajua kwamba tumeteleza, tumepoteza, lakini ule mshikamano unaendelea kama kawaida. Licha ya machungu ya kukosa mataji, nguvu wanazo. Tumeenda level ambayo ni nzuri, kwa sababu tumefika shirikisho Afrika, tumecheza finali. Bahati mbaya kisoliziki basi hakiwezi kufanya nini, hakiwezi kulika, lakini tusife moyo. Wana Simba na imani mwakani tunarudi na makali yetu ya miaka 4 iliyopita. Si kama wimbo wa Jide kuilazimisha furaha. Ninategemea msimu ujao, make ndo tunakusanya nguvu, make Simba ni nguvu moja. Najua tutakwenda kufanya mambo vizuri kwa msimu ujao. Wanasema yaliyopita si ndwele. Tuwaombe uongozi wetu Dar es Salaam, nadhani wanaoona hapa wana Buchosa wote wana kiu ya kombe yao kurudi ndani ya Msimbazi. Ni waombe wana Simba viongozi wote kwa ujumla wanachama kuhakikisha umoja na mshikamano na kuwepo.
tuhakikishe kombe letu na heshima yetu linarudi Msimbazi. Ndio. Na hii ni tahadhari kwa mtani. Mtani hanitishi lolote. Mimi mpaka sasa malengo yangu ni kuchukua ubingwa wa Afrika, kombe la shirikisho au klabu bingwa. Maana makombe yanayochukua haya ni kama najirudia tu. Sioni tatizo. Mimi mpaka sasa nakusanya nguvu zangu zikiwa safi nichukue ubingwa wa Afrika. Ili kujiweka karibu na umma na kukusanya dua za mafanikio kwa msimu mpya, mwenyekiti wa matawi ya Simba Ashraf Mkadam akazikumbuka shida za mabinti kwa taulo za kike. Simba mkoa wa Mwanza inathamini watoto wetu. Innocent Alois, Azam Sports Mwanza. Taarifa yake Innocent Alois. Wana Simba hao wakionyesha jinsi ambavyo wanahitajika kuwepo katika msimu wa 25-26 ili timu yao iweze kufanya vizuri. Mshikamano ndio kitu kikubwa. Yaliyopita sindwele wagange yajayo. Lakini wengine katika ile tawi la Buza wamesisitiza usajili ufanyike wa viwango na hatimaye kusaidia wachezaji ambao wamebaki. Hatimaye Simba iwe na nguvu ya kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa, lakini pia hata michuano ya ndani. Na kwa msimu huu naona Simba hawajapata kikombe hata kimoja. Kuna ile kauli ya nahodha wa Simba Mohamed Hussein, walitamani kushinda kila kitu lakini wamepoteza kila kitu. Hayo ni matumaini ambayo walipotea. Na Deo. Bado upo kwenye nani? Mashabiki wa Simba. Umeelewa? Mashabiki wa Simba Sports. Umeelewa? Wasiuzunguke mbuyu. Umeelewa? Wasiuzunguke mbuyu. Huo mbuyu uko wapi? Hayo wanaoyataka ya usajili mzuri, mkubwa, na huo ushirikiano na mshikamano wanaoutaka. Unaelewa? Utaratibu wanaujua ili waweze kuupata. Unaelewa? Utaratibu wanaujua ni kulipia kadi zao, kujiandikisha wanachama, klabu iwe na mtaji wa kutosha wa kuweza kupaza sauti tunamtaka, tuna uwezo kumnunua tunayemtaka. So unaelewa? Kwa kupitia kulipia kadi zao. Usipaze sauti kwa hela zangu mfukoni. Lakini wale wanasema wakati na wewe una nafasi ya kuichangia hii timu kuwa bora. Si ndio wamesema usikae pale na vingoma ngoma vyako pale kidi tunataka ubingwa kidi tunataka ubingwa. Lakini inawezekana wanachangia kwa hiyo zile fedha zikienda kwa uongozi wanawakumbusha Simba ina utaratibu wake wa namna kuwa bora. Msemaji Ahmed Ali, viongozi wa Simba wamekuwa wakipaza sauti mara nyingi zaidi. Unaelewa? Jamani, tulipieni kadi, tuwe wanachama, waongezeke tutoke kwenye ushabiki, twende kwenye wanachama. Watu walipie kadi, kaka, klabu ipate mtaji wa kuwa na hela zake zenyewe za kuweza kufanya maamuzi yake yenyewe. Sio pesa zako mfukoni. Sio pesa za mtu mfukoni, unaanza kupiga kelele na pesa za mtu mfukoni kaka. Nyinyi mna nafasi ya kuifanya klabu yenu kuwa bora. Mna nafasi ya kuweza kucomplain kwenye kile ambacho mnacho. Usianze kusema sisi tunataka bingwa. Kwa nini Yanga tumeshachoka Yanga kuwa bingwa? Wewe una nafasi ya kuifanya klabu yako kuwa bora. Unaelewa? Wewe nafasi yako ni ipi? Kule hivi kidedea waache kupiga ngoma, waache kushangilia mabarabarani kwamba eti tumechoka, sijui tumechoka kuona wapinzani wanafurahia. Unaelewa? Njia pekee ya kumfanya mpinzani wako asifurahi, ichangie timu yako kwenye mifumo rasmi ya klabu. Peleka, lipia kadi yako, kiwango cha pesa ambacho mtakipata kuna ile kila mwaka wanalipia pia. Ndio hizo kadi ambazo hizo hela zinaenda klabuni. Club mkisha let's say kama leo mfano tulee mfano, sio? Simba leo wanakuwa wanachama hai milioni 1. Wanachama hai milioni 1 ambayo kila mwanachama nafikia analipia 12,000 ambayo ni sawa kila mwezi buku. Unaelewa? Kwa kila mwanachama analipia 12,000. Wanachama hai milioni 1 kwa msimu mmoja. Simba hawezi kuleta wachezaji wa maana hapo. Unamleta. Ukija kuambia viongozi kwa nini tumekuwa soma bingwa, viongozi hawezi kujibu hiyo hoja. Wanajibu. Lakini sio unakaa tu kule na vingoma kidi kidelea Simba wewe siku wewe mwenyewe una hata mchango na klabu. Haiwezi kuwa sawa. Wewe unataka kusemaje? Mimi nikiwa upande wa mashabiki. Hata hiyo Yanga ambayo tunaiona ikiwa bora kwa misimu 4, sio kwamba fedha za wanachama ndo zimewafikisha hapo kwa 100%. Yanga Afrika sitaki kuamini. Yanga Afrika walikuwa wanasajili wanachama. Tena kwa njia ya uwazi kabisa. Na wanaposti nilikuwa naona kwamba idadi hii ya wanachama wamejisajili,
Unaelewa? So wamefanyaje? Wamejisajili. Rashidi, kwenye ongezeko vyote hivyo ambavyo unavyovisema, vitu vyote nimeviona. Vitu vyote nimeviona. Sasa wanachama wa Yanga wanashindwaje kwenda kumhoji Hersi kwa nini hatujaa mabingwa? Lakini kikubwa ambacho kipo mimi nafikiri ni ufahamu tu wa wanachama wa hizi timu. Kama Rashid alivyosema, kuna mifumo ambayo ipo ya kulipia, lakini pia unapolipia fedha yako ya wanachama, uongozi inabidi na wao kama zile fedha zinafika stahiki vizuri wachezaji ambao sasa hivi wamekuwa na gharama kubwa sana. Ndio. Timiza wajibu ili uhoji haki yako. Yaani timiza wajibu. Kisa uhoji haki yako. Sasa wewe wajibu wako hutaki kutimiza, alafu unahoji haki yako unaipata wapi? Na nikwambie tu kule Tabora na kwenyewe kumechangamka. Kwa mashabiki wa Simba tumeona jinsi ambavyo msimu umemalizika, lakini ndio hivyo tena, changamoto ya matokeo mazuri msimu huu imekuwa mtihani, lakini unaweza kusema wamekuwa na wakati mzuri kufika fainali ya kombe la shirikisho. Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha ametamba kwa timu ya Tabora United itakuja kivingine kwa kufanya usajili wa kishindo ili kuhakikisha wanapata kikosi bora kuzidi kile walichokuwa nacho kwa msimu uliomalizika. Waandishi tumejipanga pia vizuri msimu huu ujao na Tabora yetu United. Kulikuwa na maneno vingi na sikuwahi kusema. Hayo yamepisha, tumeendelea kuchukua nafasi ya 5, lakini tungeweza kwenda zaidi. Tumesema hicho tulichokipata si haba, tumekipokea. Sasa hivi ndugu zangu, tutakuwa hapa nchini hapa, tutakuwa na pinzani timu hii moja tu. Hakuna timu nyingine itakayokuwa inacheza mbele ya Tabora United. Tumejiandaa na usajili wa maana. Acha wale vijana kwa wanatusumbua mara rushwa, mara vitu gani vya kijinga. Tumeondoa wote. Tunakuja na kikosi cha vijana ambao hakuna hata kijana mmoja anavuka umri wa miaka 25. Ni chini ya miaka 25. Vijana kweli wanaojua mpira. Kwa hayo ndio maandalizi ambayo tulionayo sasa hivi. Tutaangalia tarehe rasmi, tuwe na Tabora United Day. Siku hiyo ndio tutawatangaza wachezaji wetu wote. Na itakuwa ni sherehe ya kimkoa. Uwanja wa Ali Hassan Mwinyi, watu wa Tabora watajaa pale. Tutachinja ng'ombe zisizopungua 50 pale na ubwabwa watu watakula pale. Na wazee wetu wa Tabora tunajiandaa, watawashika mkono vijana wetu. Nachowaambia kwamba tutakuwa na mpinzani timu moja tu, sitoitaja, lakini ni moja tu katika nchi hii. Hamna timu nyingine tena. Hiyo ndio tutasema kwamba Tabora United nani amekuja, ametoka wapi, kama ufadhili upo umetokana na nini na wapi, lakini kimsingi tumejiandaa kuwa na timu pinzani moja tu katika nchi hii ambayo itakabiliana na Tabora United. Zingine zote zitakuwa zinapigwa tu kipigo cha mbokoko. Naam, ni Paul Chacha huyo, mkuu wa mkoa wa Tabora. Amesema msimu huu wamejiandaa kufanya usajili mzuri kuhakikisha kwamba Tabora inakuwa bora zaidi kuliko msimu uliomalizika wa ligi kuu ya NBC. Mkuu wa mkoa ameamua hataki masara. Shida ni kwamba Kilelea Tabora ni timu ya mtu. Tabora sio timu ya halmashauri. Wala si wanachama. Mkuu wa mkoa ana present jina la mkoa. Na ni kama mlezi, nimetumia neno zuri, ni kama mlezi. Na ndio maana huwa anajaribu kutoa bonus kwenye mechi kubwa ili kutoa motivation. So unaelewa? Nakumbuka bonus ya 50 ile. Lakini mkuu wa mkoa Chacha, timu ingekuwa chini ya halmashauri, nafikiri angekuwa kwenye position nzuri zaidi ya kuzungumzia ukubwa wa usajili, kwa sababu budget ingekuwa inatoka kwenye halmashauri ambayo angekuwa wanashare na mkurugenzi na madiwani ambao huwa wanashare kwenye hiyo mifumo ya kuelekeza timu. Sasa timu ni ya mtu. Umeelewa? Maana yake anachokizungumza mkuu wa mkoa ni kutamani kuiona timu ikiendelea kusalia mkoani. Lakini wanaifacilitate vipi? Unaelewa? Manake hata ukisema leo hii mkuu wa mkoa aweze kuchangia, ana kiwango ambacho anaweza kuchangia kwenye timu ya Tabora, lakini kisijitosheleze kwa 40% kwenye kuifanya timu kusajili usajili mkubwa. Lakini umesema kwamba kwa nafasi yake, umesema timu ya mtu. Kwa hiyo anakaa na sasa mwenye timu ndio anategemea na bajeti yake sasa aliyokuwa nayo, kwa sababu kwa nafasi ya mkuu wa mkoa yeye anaweza kuchangia kama sehemu ya mkoa. Anaweza kuhamasisha wadau ndani ya mkoa, mshikeni mkono. Si ndio hiki ambacho anakifanya kwenye hizi mechi kubwa ambazo wana motivate, kwa maana kuita wadau wa mkoa, jamani hii mechi tunaitaka, jamani kuna milioni 50 hapa, umeona bana, tushinde hii mechi. Mmenisoma si ndio? Hapa katikati
Tabora wakati wanamaliza ligi kuna mengi tuliyasikia hapa. Unanielewa? Kuna mengi tuliyasikia. Na mkuu wa mkoa alikuwepo. Kwa hiyo situation aliiona. Anazungumzia kuhusiana na msimu ujao, si ndio? Lakini njia sahihi ambayo mimi nilikuwa naiona ili mkuu wa mkoa angekuwa kwenye position nzuri zaidi ya kuifanya Tabora kuwa bora. Tabora pengine ingekuwa chini ya halmashauri ya manispaa ya Tabora, sijui, si ndio? Ambayo mlezi wake angekuwa ni nani? Mlezi wake angekuwa ni meya au mkurugenzi. Unaelewa? Ambapo ile fungu la mkoa wa serikali lingekuwa linatoka kwenda kwenye kuitengeneza timu. Kwa hiyo walikuwa wanajua sisi timu ngapi ziko chini ya halmashauri? Namungo, KMC, Pamba, Dodoma Jiji, Pamba, Mbeya City ambao pia wamerudi. Mbeya City Mbeya City. Alafu KMC umetaja? KMC umetaja. Ziko 5. Ziko 5, si ndio? Ziko timu 5. Ziko timu 5. Timu za wanachama? Timu za wanachama kuna Simba, Yanga, Costi, kuna Costi, alafu kuna wale Fountain Gate, sijajua utaratibu wao upoje. Hujajua? Mimi nafikiri Mashujaa ile ni taasisi. Mashujaa JKT ni timu za taasisi. Za nani? Masuala ya polisi ni taasisi. Jeshi. Azam, Fountain Gate, Tabora na Singida Black Stars. Hizi ni timu ambazo ziko by own na mtu au watu. Umeelewa? Hizi timu 4. Si unaelewa? Kwa hiyo hizi timu 4 yani haiwezekani mtu taasisi hizo. Haiwezekani yani Ken Gold ni mtu tu binafsi ana mapenzi ya dhati kama kutengeneza timu yake. Sawa. So tukiwa bado tuko viwanjani tunakwenda katika mapumziko. Tukirudi tutaendelea. Naam, tumerudi baada ya mapumziko mafupi na bado uko nasi hapa viwanjani. Kipindi bora kabisa cha michezo kuanzia saa 3 mpaka saa 6 kamili ndio shughuli tunaimaliza hapa. Bila shaka bado mambo ni mengi ambayo tunayo. Kubwa zaidi ni kufahamisha wewe mtazamaji uweze kufahamu kile ambacho kinaendelea katika ardhi ya Tanzania, lakini kumbuka nje ya mipaka ya Tanzania. Ulamani kwa bado niko hapa nikiongoza jahazi hili la viwanjani. Leo Kiungai pia tunaye na Rashid Khamis, mzee wa Zanzibari, yupo hapa. Mzee wa Mturuki. Marashi karafuu. Tuko naye hapa. Natamani sana siku Rashid awe na timu yake. Mlalamishi huyo. Awe na timu yake. Awe na timu yake. Timu yetu ipo sisi tuna timu yetu hapa. Kamarada akataka kumpa akaniambia eti baada ya mimi nikiwa kapteni. Cheo chako? Kapteni. Mimi ndo kapteni. Kapteni. Mimi nataka uwe na timu yako. Akasema Michael Yela na kilo 49 anavaje usinga. Kiungo kisheti. Baadhi ya wazee wa kimila katika manispaa ya Songea mkoani Ruvuma wametoa maoni yao wakiomba katibu mkuu wa CCM wilaya ya Songea mjini James Mgego kufuatilia mchakato wa timu ya Majimaji ya Songea kwa chini halmashauri au mkoa wa Ruvuma ili iweze kupanda daraja na baadaye kufika katika ligi kuu kama ilivyo katika miaka ya nyuma iliyopita. Sauti za wazee wa mila na desturi wa manispaa ya Songea zimesikika mbele ya katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Songea mjini zikionyesha kuitaka timu ya Majimaji iwe mikononi mwa serikali kupitia halmashauri ya manispaa ya Songea na mkoa wa Ruvuma kwa ujumla. Zinatengenezwa katiba na mfumo tuingize kwenye kampuni, inafika mahali inatupwa. Kuna nini katibu? Tusimwangalie Chale, tuangalie wana Ruvuma. Ni uchumi wa wananchi wa mkoa wa Ruvuma, ni uchumi wa wafanyabiashara wa mkoa wa Ruvuma. Mpira wetu huu tulikuwa tunachanga, ukifika kulala kwenye gesti lazima uchange senti kidogo kuichangia Majimaji, ndio uwanja ukajengwa. Timu iwe ya hapa kwetu. Kama yani maamuzi yote yale wafanya biashara iwe amri kama serikali kwamba hii timu ya mkoa wa Ruvuma. Kwa hiyo nilikuwa naomba mheshimiwa
hili ulibebe kimakini. Niwaombe tu kwamba haya mnaotufikishia sisi tutafanyia kazi, na sisi tuwaombe, tushauri mamlaka zote kuweza kutambua haya ambayo wazee mmetuasa kwa siku ya leo, na sisi tutafika kila ofisi inayohusika nayo, na kila kikao ambacho tutakachokuwa sisi tunafika na wenzangu, basi hatutasita kuizungumzia Majimaji. Kutoka manispaa ya Songea, mji wa mashujaa, mimi ni Mawazo Mwijengo. Naam, ni taarifa kutoka pale Songea. Wazee wametamani au wanatamani kuiona Majimaji ya Songea, wana Lizombe hao ambao wamekuwa na wakati mzuri sana katika miaka ile ya nyuma. Ligi kuu ya Tanzania bara, ukizungumzia Majimaji, ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa na mchango mkubwa sana katika soka la Tanzania. Majimaji yenyewe katika miaka ya mwisho ilikuwa inacheza katika zile danger zone ya ligi kuu. Imesalimika msimu wa kwanza, msimu wa pili ikasalimika, msimu wa tatu ikaondoka na maji kama ilivyo jina lake Majimaji. Mpaka leo Majimaji kwa kweli inasikitisha mkoa wa Ruvuma kukosa timu ya ligi kuu. Wako second, ukipiga mruzi mwisho wa siku utaimba. Ukipiga mruzi? Ukipiga mruzi mara nyingi mwisho wa siku utaimba. Jua alimgoji mvivu. So Majimaji hiki wanachokifanya Wakulungwa ni kitu kizuri. Kwanza wanatakiwa kujiuliza iliangukaje? Shida ya Majimaji ilikuwa ni nini? Unaelewa? Wakishajua tatizo ya iliyoangusha Majimaji, ndio watengeneze sasa vikao vya Kikulungwa kama hivi kwenda kutatua tatizo ambalo lilifanya Majimaji kaanguka na kurudisha mbona Rashid, mbona kwa hiki ambacho nimekisikia. Mbona matatizo ya timu nyingi ambazo zinazoshuka yanafanana? Hakuna hata haja kukaa vikao muda mrefu. Sasa yani yanafanana. Yani ndio kufanana sasa. Labda muda ambao unatakiwa kutumia hawa viongozi ni utatuzi wa matatizo ambayo yanafanana. Utatuzi wa kwanza ambao unatakiwa kufanya ni kwenye masuala ya uchumi. Wajue timu yao inapata mwekezaji au hao wanachama wanachangia vipi timu yao iweze kuwa na uchumi mzuri, kupata wachezaji wazuri. Jambo la kwanza. Jambo la pili, uongozi. Kumekuwa na hapo rais hapo kwenye uongozi, hapo ndo kuna ugumu. Kwa sababu kwenye uongozi wana shida moja. Timu ikiwa chini kuna viongozi wake, na timu ikiwa juu kuna viongozi wake. Unajua Majimaji unajua haikupata msimu mmoja tu mbaya wakashuka. Walikuwa katika ligi zaidi ya misimu mitatu wanaponea chupuchupu. Mwisho Majimaji ni baada ya udhamini wa GSM kuondoka. Baada ya udhamini wa GSM kuondoka, na kumbuka na mwalimu alikuwa Kali Mangonga, yes. Baada ya pale wakaanza kutembea na maharage kwenye gari na jiko. Wanaenda kucheza mechi. Wanafika sehemu, wanaweka gari pembeni, wanachemsha maharage, wanapika, waenda kutwanga. Sio, unaelewa? Sasa ndio nakwambia kuirudisha Majimaji, kuirudisha Lipuli. Sio tu Lipuli, Majimaji na Ndanda unaelewa. Sawa Rashid, hizo timu ni lazima iombea tu Majimaji yenyewe irudi iwepo tena katika mkoa ule wa Ruvuma. Lakini tukiwa tunaendelea hivyo kule chini Morocco au Maghrib, timu ya taifa ya Tanzania Twiga Stars yenyewe ikiwa inajiandaa na michuano ile ya WAFCON kwa timu za wanawake, wamekita kambi kule na maandalizi ya kwenda vizuri. Timu ya Azam TV yenyewe nao wako kule bega kwa bega na timu yetu hiyo ya taifa, na twende tukatazame kile ambacho kinaendelea katika maandalizi hayo katika michuano hiyo ambayo inatarajiwa kuanza Julai 5. Siku ya pili tena mazoezi yameendelea katika mji mpya ambao kikosi cha timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars imehamia. Hii leo ikiwa ni siku ya pili, ndo siku ya kwanza kabisa kukamilika kwa kikosi kizima ambacho kitakwenda kutua katika mji wa Berkane tayari kwa mashindano ya WAFCON, mara baada ya kuwasili kwa wachezaji wawili ambao walikuwa kule Mexico na kuungana na kikosi rasmi cha Twiga Stars. Hii leo tupate kuzungumza na kapteni, tusikie tangu wamefika hapa kambi kwa ujumla, wakiwa Rabat na mechi ambayo wameicheza, lakini na mazoezi ambayo yanaendelea. Kwao wanachukuliaje na wapo tayari kiasi gani? Mazoezi ni mazuri na muda ambao tunaanza ni jioni, kwa hiyo tunapata muda mzuri wa kupumzika na kufanya vizuri mazoezi na kuendelea na programu ambazo mwalimu anatuwekea. Mechi tuliocheza ya kirafiki imekuwa kama mafunzo kwetu. Mwalimu kaona mapungufu yetu, anaendelea kuyafanyia kazi katika maeneo ya mazoezi ili tuwe bora zaidi katika fainali za WAFCON. Mko tayari kiasi gani nyinyi wenyewe kama wachezaji? Tupo tayari toka tumetoka Dar, yani tupo tayari kwa mashindano.
na tunasubiri kwa hamu. Ni kundi gumu, lakini tunapambana tufanye vizuri katika kundi letu ili tuweze kutinga robo finali, na ndo moja ya malengo yetu ambayo yametuleta huku katika AFCON. Watanzania watusapoti, wawe na imani na sisi, naamini tutafanya vizuri katika mashindano haya. Wako tayari kwa mashindano. Kilichobaki ni wewe kama Mtanzania kuendelea kuwaombea dua njema ili basi waendelee kupambana vizuri, ili wanapoondoka basi kwenda kuanza mashindano wawe katika utimamu wa kimwili na wasiwe na majeraha yoyote. Beautiful Wakanyigo, Sports Lady Rosemary Timzo Karugira nikiripoti kutoka katika mji wa Bislimani nchini Morocco. Beautiful Wakanyigo, Rosemary Timzo Karugira kizungumza kutoka wapi? Nchi Morocco. Mji umekumbuka? Mji sijakumbuka. Mji gani? Wewe ndio maeneo yako. Kutoka Kanyigo mpaka Morocco. Hatua mkubwa maendeleo Timzo. Lakini kubwa ni kuhusiana na timu hiyo ya taifa ya wanawake, wako kule chini ya kocha Bakari Shime Chau Mweusi. Amekuwa na wakati mzuri sana na kikosi cha Twiga Stars katika michuano ya AFCON. Mazoezi tena kama ambavyo tumetazama wakina dada wakiwa na pasha kujiandaa na michuano hiyo. Kumbuka katika kundi la Twiga Stars kuna Mali yuko pale Afrika Kusini, miongoni mwa timu ambazo zinaogopewa sana Afrika Kusini. Wako na wakati mzuri sana, lakini yote kwa yote ni kuombea tu Twiga Stars waweze kufanya vizuri na kuwatoa kimasomaso wa Tanzania katika soka la wanawake ambao kwa sasa tunasema tumepiga hatua kwa namna moja ama nyingine. Kuna baadhi ya wachezaji ambao niliona siku ile wanacheza na DRC katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Wachezaji ambao wananivutia sana. Wanacheza kwa utulivu, wana akili nyingi sana ya mpira. Opa Clement, Twiga Stars, Diana Msewa, namzungumza Karl Vanga, Karl Vanga tournament ya Sekafa iliyopita. Ni mmoja wa wachezaji ambao walikuwa wanaonekana wakiwa na kosa sana nafasi nyingi. Opa Clement akaonekana akawa ni mmoja wapo wa wachezaji ambao wanaonekana kuwa clinical finisher katika kikosi cha Twiga Stars. Mwalimu Bakari Shime akaopt kwamba mmoja anakosa sana nafasi, mmoja anapata, basi mmoja ambaye anayepata awe mstari wa mbele, afu huyu ambaye hajawa na bahati nzuri awe mstari wa nyuma, kwa maana mmoja namba 9 mwingine namba 10 au wabadilisha wao wana swap. Ilikuwa na faida kubwa sana kwa sababu wote ni wachezaji ambao wana madaraja ya juu. Mmoja anacheza Saudia katika kosti ya Nasri, katika msimu ambao umemalizika ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefunga magoli mengi, namzungumzia Karl Vanga. Kwa hiyo unamhitaji uwanjani, unahitaji ubora wake uwanjani, na kuna vitu vingine vya ziada. Ukiondoa magoli anakupa, ana mikimbio mizuri, ana nguvu, ni mchezaji ambaye anaweza kunyambulika uwanjani kwa maana kucheza zaidi ya nafasi moja, ana pasi nzuri, mchezaji ambaye anaweza kuofa vitu vingi uwanjani, ulikuwa unamhitaji. Kwa hiyo kitazama kikosi cha Twiga Stars, wengi wao wanafanya vizuri kwenye club zao, kwa maana JKT Queens, Simba Queens, Yanga Princess ni wachezaji ambao msimu mmalizika wana namba za juu. Yes, kuna mechi ambayo walicheza na Kenya, mechi ya Sekafa pale Chamazi. Kuna Noela Patrick ambaye amekuwa akifanya vizuri, Violet Nicholas, Diana Msewa ambaye nimeshamsema, lakini Enikia Kasonga miongoni mwa wachezaji ambao wanaunda kikosi cha Twiga, lakini pia yuko Christiane Bahera. Cheza mpira mzuri sana, Juliet Singano, Violet Nicholas. Tuna mabinti ambao wako vizuri, of course, na tunawategemea kuweza kufanya vizuri, na exposure ambayo ipo ni timu ambayo imecheza michezo mingi sana ya kimataifa. Sasa hivi ukizungumzia wachezaji wa kulipwa ambao wako Twiga Stars, kuna wale ambao wako Mexico, umeona, kuna wengine wako Saudi Arabia, Opa alikuwa Uturuki, na sio peke yake, wako zaidi ya 3. Kwa hiyo unakuta tumepata vizuri sana, na kuna kile ambacho tulikuwa tunazungumza mwanzo katika in general kabisa kuhusiana na makocha ambao wamekuwa na mchango tofauti kwenye katika timu za ligi kuu ambazo zimecheza. Tukiachana na taarifa ya Timzo, tutakwenda baadaye kuangalia mambo yakienda vizuri ili aweze kuendelea kutujuza kile ambacho kinajiri katika kambi ya Tanzania. Lakini timu ambazo zimefundishwa na makocha wengi msimu huu, tukija kwenye NBC Premier League,
kuna Tabora United, Kagera Sugar, Ken Gold, Singida pamoja na Yanga. Tabora United, Francis Kimazi kutoka Kenya, Anset yeye kutoka pale DRC, kile kutoka Zimbabwe amepita pale, Genesis Simonda kaunda kutoka Zambia. Hao ni Tabora United. Lakini kwa upande wa Kagera Sugar, Paul Kata kutoka Uganda. Melis Medo Paul Kata kutoka Uganda, yes. Na Juma Kaseja Tanzania. Medo Smith au inasomeka ni kutoka Marekani. Marekani ile pale. Marekani. Melis Medo, yes. Fikiri Elias Tanzania. Au Makapelima Tanzania. Zamu katezeka sana. Naye. Umelikapelima. Tumempata kwenye upande wa Ken Gold. Si nani? Jumanne Chale. Pale Ken Gold wa 3 chini. Vladislav Heric huyu si mpaka kibali mpaka ligi inaisha kibali alikuwa hana. Silikaa naye pale. Singida bila Black Stars, Patrick Osems, lakini pia Hamid Milud, David Ouma kutoka Kenya. Yanga yuko Miguel Gamondi, Said Ramovic, Hamid Milud. Yanga watatu. Hapo kwa Singida hapo aliongezeka nani hapo? Swanzulimo. Yule mkurugenzi wa ufundi. Mkurugenzi wa ufundi akaja kuwa kocha. Alikuja kuwa kocha. Alienda mechi 3 Swanzulimo. Na alikuwa kocha Rashid, alisimamia. Alikuwa kocha mechi 3 Swanzulimo. Mechi 3 kasimamia. Lakini kuna ile official kabisa ambayo tunatazama, unaweza kupewa Rashid kwamba simamia, lakini official alikuwa kocha yule au hata yule tunakuja kwenye kesi ya huyu alitoka KMC kwenda Yanga. Mwalimu inafanana na Nswazurimo Ramadhani, walikwenda kusimamia michezo kadhaa, lakini kwenye nafasi zao zilikuwepo baada ya kuja makocha wenyewe wateule. Lakini wale si makocha, yani ni professional, ni makocha. Sasa unaachaje kuwapa hiyo heshima? Kwa sababu hata leo ukimwambia leo katika timu ambazo amefundisha lazima atataja Singida nimefundisha. Hapo kabla ndio alikuwa anafundisha. Kwa sababu hata Moring pia ukimwambia bana wasifu wa msimu huu atataja pale KMC na Yanga. Lakini inategemea sasa Rashidi, sawa, kari yako ni ukocha. Ameondoka kocha mkuu. Tumekupa labda wakati kocha mkuu yupo, wewe mkurugenzi wa ufundi au tunaweza team manager. Lakini tunasema nani yako ni kocha, yani professional ni kocha. Mwalimu ameondoka pale. Kwamba Rashidi kwa sababu ni kocha, simamia hizo mechi mbili. Wakati huo utakuwa unaniita nani? Wakati huo title utakuwa unaniita nani? Kocha. Title nani? Kocha. Msaidizi. Msaidizi. Kocha lakini. Kocha ni kocha. Yaani title utakuwa unanipa mimi ni kocha. Sasa kwa nini usinipe hiyo title yangu ya kocha? Mbona kama inakuwa zito hilo? Mbona kupewa mtu mwingine au huko? Ni mbona inakuwa zito wapi? Kwani ni kocha. Ni kocha kwa sababu mkurugenzi wa ufundi, moja kati ya sifa za kuwa mkurugenzi wa ufundi ni kuwa kocha. Kocha, yes. Unaelewa? Kwa hata Swanzulimo alipopewa pale hakupewa kwa sababu hana sifa za kuwa kocha. Ni kocha. Kwa pale wanakuwa hata Mirudi hata Moring wakati anapewa Young Africans sio kwamba alikuwa hana sifa ya kuwa kocha, ni kocha. Kwa nini wakumpa Ota? Kwa hiyo tunaongeza hapa tuna add pale kwa upande wa Yanga, Mwali ni 4, Singida wanaongezeka pale wanakuwa 4, Ken Gold ni 3, Kagera Sugar 3, lakini kwa Tabora United 4. Sasa leo hii uniambie Juma Kaseja, sasa uniambie Juma Kaseja wakati ameondoka Medo, hajapatikana mwalimu, timu anasimamia nani? Temi Felix. Sasa utaniambia Temi sio kocha? Kocha. Kocha. Sasa unaachaje kumpa hiyo title yake ya kocha? Kwa sababu by professional ni kocha. Kwa kama kapewa kusimamia mechi mbili. Kuna timu moja sioni. Bado ni kocha. Timu gani? Fountain hapo. Wafanya? Kuna timu moja sioni tu. Timu ambayo hiyo ni ambayo imekuwa na makocha wengi. Fountain Gate ndio ipo hapo. Fountain Gate ndio ipo hapo. Ambayo kuna nani? Ambao Fountain Gate ilianza na Muya. Ilianza na Muya. Alipoondoka Muya akaja Robert Matano. Alipoondoka Robert Matano akaja Halid Adam. Alipoondoka Halid Adam amekuja Leiza, ambaye Leiza anafanya kazi kwenye kivuli cha Melis Medo. Kwa nini anafanya kazi kwenye kivuli cha Melis Medo? Medo yupo pale. Melis Medo yupo kama mkurugenzi wa ufundi Fountain Gate. Ambaye sasa kwenye city pale anasimama Leiza. Kwa muda wote akiondoka Leiza anaenda pale mkurugenzi wa ufundi anatulia pale.
Mkulungwa anaelekeza vitu ambaye ni kocha. Ambaye sasa nyinyi linawapa tatizo hiyo. Amri ya kuwepo. Amri ya kocha msaidizi alikuwepo. Ambaye sasa amri hajawahi kupewa, hata ukiateka tu hajawahi kupewa. Amri sahihi. Ambaye sasa uweze kummention. Lakini mtu ambaye alipewa asimamie program na kuandaa mpango kazi wa mechi, unaelewa? Na kwenye mahojiano yeye ndo anaeleza kwa nini tumefungwa, kwa nini tumeshinda, kwa nini tumetoa sare. Bado umpe title yake. Katika hawa makocha wanne ambao wamepita katika kila timu hizi ambazo tumeziona hapa, kuna timu zimefaidika, lakini kuna timu wamevurugwa. Kuna timu vurugwa kweli. Kuna timu wamevurugwa. Kuna timu zimefaidika. Wamevurugwa. Au kuanzia Ken Gold, Kagera, Tabora. Mfano kwangu mimi. Mfano kwangu mimi nilishangazwa sana uongozi wa Ken Gold wa kumleta yule bwana Adrian Heritage Vladislav. Mimi yule kusema ule kweli, yani kutoka moyoni sikuona sababu ya ule. Hasa sifa ya Heritage huko alipotoka, maana amedumu sana katika ligi ya South Africa. Alikuwa na uwezo wa kuzitoa timu chini, kwa maana labda zinashuka daraja au zinatarajia kushuka daraja na kuzipandisha. Ndio moja ya sifa yake wakati anachukuliwa na Ken Gold. Alipokuja hapo akafanyaje sasa? Sasa hayo sasa baada ya kuja hizo si sifa za ndani ya uwanja wakati anafundisha. Hayo mambo mengine ya vibali, si leseni, hayo ni mambo mengine ya nje ya uwanja ambayo yanamhusu yeye kutotimiza kutokana na taratibu na kanuni za ligi yetu. Leo mimi kwangu, mimi hapa, mimi binafsi, sio mawazo yako, sio mawazo ya sio mawazo ya wenzangu. Yangu mimi. Umeelewa? Yule uongozi wa Ken Gold hapakuwa na sababu yoyote ya kumuita. Wangeiacha ile timu chini ya kina Kapilima na Jumanne Chale. Umeelewa? Mimi naamini wangeweza kupata kilicho kwa bora sana. Kwa sababu timu wakati iko chini ya Omar Kapilima ilikuwa inapata matokeo mazuri na ulikuwa unaona ile hatua moja inakuja. Umeelewa? Baada ya kuja mtaalamu, umeelewa? Ndio mambo yakavurugwa. Timu ikaenda kusajili wachezaji 44. Timu inakuwa jina wachezaji 44 msimu mmoja. Umeelewa? Kaka sisi watambulisha pale kwenye makarasha day. Ukoona hesabu wapi? 44. Umeona? Sasa timu inakuwa wewe unapanga upi? Mtu anakuja na mdogo wake. Hata session ya mazoezi unawapanga vipi? Unaelewa? Mimi nafikiri lile Ken Gold walistahili kushuka kutokana na kile ambacho wao waliki present. Unaelewa? Na namna ambavyo walikuwa wanaendesha mambo yao. Na timu nyingine ambayo inayofuata misingi ya Ken Gold ni Fountain Gate. Fountain Gate walimfukuza Muya, unaelewa, kutokana na mwenendo mbaya wa matokeo ambao kila mmoja alikuwa iko very shock. Timu iko nafasi ya 4, timu inashika nafasi ya pili kwa kufunga magoli mengi, timu ilikuwa imeshinda idadi ya mechi ambazo zilikuwa zinadhihirisha. Anaondoka timu ameacha kwenye nafasi ya 4. Umeelewa? Wakamleta Robert Matano ambao wao waliamini kwa experience yake, unaelewa, kwenye namna ambavyo angeweza kumanage wale vijana, angewapa matokeo. Timu ikaenda mechi 6 mfululizo. Alafu ukimuuliza yeye baada ya mechi kumalizika anakuambia sijui nini ambacho kinatokea. Hawajapata hata sare. Yaani kwa hizo mechi 6 hawajapata hata sare. Sasa unajiuliza, hawa walimfukuza huyu kwa sababu hii. Huyu mbona yupo? Bado kwa sababu hizi. Unaachia uongozi. Yaani wao ndio wanajua nini wanakwenda kuachieve. Ndani ya Robert Matano wakamleta Halid Adam. Halid Adam amechukua uongozi, ameongoza mechi hizi mbili tu. Wamemfuta kazi, wamemleta Leiza. Sasa huyu aliongoza mechi nyingi ya kupata matokeo, unakuja kumleta mwalimu mwingine ambaye huyu mwalimu mwingine stability ya timu haijui, anataka kukupa matokeo mazuri. Yaani kwenye process za kutafuta matokeo kwenye timu ya mpira wa miguu sio kama anavyosema Meki anatumiaga neno kwamba sio switch hii kwamba unawasha taa inawaka, taa inazima. Upo utaratibu ambao mwalimu ataukuta au asome tabia za wachezaji, aanze kupandikiza kilichokuwa bora timu ipate matokeo. Halid Adam kaongoza mechi 2 tu. Mechi ya 3 na JKT wamemfukuza. Umeelewa? Amekuja Leiza. Leiza ndo wao wanaondoka nao sasa hivi Magharibi ya Lo. Amemaliza mechi 2 za mwisho za ligi kuu ndo wao sasa ameingia kwenye playoff. Kwenye ndo wao nakwambia Magharibi ya Lo sasa hivi Azana anaita msikiti uko mbali kilomita za, kwa hiyo ili awai swala hawatoboi ili awai swala ya jama inabidi akunje kanzu aanze kutrot hawatoboi mbele stand. Tunamwachia Mungu kaka, stand nao timu kaka, simkatie mtu tamaa. Umeona? Lakini kwa hiki wanachokifanya kwa hiki wanachokifanya lipo jambo litawakuta wasipokuwa na umakini. Fountain team zote ambazo Tabora the same, walimu 4, umeelewa?
Francis Kimanzi unaweza kusema labda pengine hakuanza na matokeo vizuri lakini alitengeneza ubora wa wachezaji. Akaja Anset Makiadi ambaye kwa bahati nzuri ni kama wachezaji walimuelewa, akaanza kupata matokeo mazuri ambayo mimi ukiniuliza kwa nini Tabora wamebakia hapa walipo ni kwa sababu ya Anset Makiadi ambaye alikusanya alama nyingi zaidi kuliko walimu wote ambao walofuata. Wakamuondoa kwa kigezo cha kusema kwamba anaenda masomoni. Umeelewa? Lakini ilikuwa ni kauli ya kiandamizi kwamba tumemtoa. Umeelewa? Lakini tunamtoaje sasa? Tutumie kauli ya kiandamizi kwa sababu timu ilianza kuingia kwenye migogoro. Akaja Genesis Mang'ombe akaingia pale, akafurahia kupewa timu akiamini kwamba hili miongoni mwa timu nzuri, lakini namna ambavyo ilikuwa inaendeshwa hakuelewa, na yeye akaondoka bila kuaga. Aliondoka bila kuaga. Aliondoka bila kuaga yule mwalimu. Unaelewa? Kwa sababu mwisho wa siku uongozi hawajui kama yupo, waandishi wanauliza yuko wapi, watu hatujui. Lakini sasa akaja Simon Kaunda. Kuna hizi panda shuka hizi za makocha kwa timu tofauti. Hapo kuna cha kujifunza hapa. Timu inapopata matokeo sio ya kuridhisha, tuchukue mfano kama Fountain Gate. Muya ameiacha kwenye nafasi ya 4 sijui ya 5 ya NBC. Ilikuwa kuna ulazima gani kumuondoa Mohamed Muya? Ndio. Shida kubwa ni uongozi. Timu zote ambazo zinafanya vibaya kwenye ligi yoyote wanakosa subra au shida ni uongozi. Issue sio subra, issue ni kutamani vitu ambavyo hakujiandaa navyo. Yaani umepata matokeo ambayo uko yatarajia alafu unahisi kwamba unastahili kuyapata hayo matokeo. Yaani Fountain Gate wakati wanakusanya zile alama nyingi mwanzoni mwa msimu walijihisi kwamba zile alama walikuwa wanastahili na sio kwamba ni bahati ambayo wameweza kuipata mwanzoni mwa msimu. Wakati kina Selemani Mwalimu wanafunga, kina Kiimbo wanaperform, Edgar Williams wanaperform, walihisi kwamba wakiongezewa mwalimu mwingine tofauti na huyu watazidisha hii kasi na wataperform zaidi na kutimiza malengo ambayo wao wenyewe hawakujiandaa. Ni hivyo hivyo kwa upande wa Ken Gold. Jambo la kwanza kabisa ambalo wamelifeli ni kuwa na wachezaji ambao hawakuwa na ushindani wa kutosha kwenye ligi. Kwa hiyo nusu mzima ya msimu walikuwa wanasuasua na kina Casto Mwagama, walikuwa wanasuasua na kina Daudi Mishamo. Ni wachezaji wazuri wakiwa championship. Casto Mwagama wakati wanatoka championship alikuwa na clean sheet nyingi kuliko goalkeeper mwingine yoyote wakati wanakuwa mabingwa bora wa championship. Lakini ana daraja sawa na la ligi kuu. Ukitoa la championship ndio ni kitu ambacho kimeenda kutokea. Wamekuja kustuka, wanasajili wachezaji ambao wana title tu ya kuwa walikuwaga wachezaji wazuri lakini kwa sasa si wazuri. Unamsajili Bernard Morrison ambaye ana msimu mzima hajacheza, anasumbuliwa na majeraha, anakuja kukusaidia kitu gani? Tazama wale wachezaji wote ambao wamewasajili Ken Gold. Unamzungumza yule kiungo ambaye alitokea Yanga. Mauya. Angalia current performance ya Mauya. Ina deserve kuja kukusaidia wewe kwenye yani kutoka katika nafasi za chini. Maana yake ni kwamba wamestuka kwanza, wamechelewa, alafu wamewasajili wachezaji ambao wana profile kubwa lakini sasa hivi hawapo katika viwango vyao. Kwa hiyo Ken Gold tatizo lao lingine ambalo lilikuwa linawasumbua ni walianza ligi katika gia ndogo kwa sababu walikuwa na wachezaji ambao ubora wao ni wa level ya chini, wakasajili wachezaji ambao wana jina la uzoefu alafu viwango vyao vimeshapotea. Kagera Sukari ni timu ambayo binafsi nikitazama uwanjani inanivutia. Hata ikiwa inafungwa nasema Kagera wamecheza vizuri kwa sababu hauoni wakiwa wanabadilisha style yao ya uchezaji. Short passes, wanaburudika, wanatengeneza nafasi. Kagera katika kufunga shida, katika kuzuia shida. Lakini wanatengeneza pattern uwanjani. Maana yake ni kwamba hawakuwa na wachezaji wazuri ambao hata katika hizo pattern ambazo walikuwa wanazitengeneza uwanjani kukamilisha ule mpango. Maana yake safu ya ushambuliaji ilikuwa ni butu kweli kweli. Huku kwenye upande wa kuzuia unamgusa mchezaji mmoja tu ambaye ni golikipa wao Ramadhan Charamanda. Unamgusa kwa sababu wakati Kagera wanapoteza umiliki, wanakutana na timu bora, unamsifu sababu ana save nyingi kuliko hawa walinzi ambao wako mbele yake. Kwa hiyo matatizo mengi ambayo yameonekana kwa upande wa timu ambazo zimefanya vibaya. Kwanza unagusa uongozi, wamekuwa si wastahimilivu, wamekuwa wana haraka kwenye kufanya maamuzi. Pili unagusa wachezaji, ubora wao.
kwa maana Kagera walikosa wachezaji wenye ubora ambao wanaweza kukamilisha mpango wao mzuri ambao wanauandaa katika uwanja mazoezi, kwa maana style yao uchezaji inavutia uwanjani. 3 Kinigodi wamesajili wachezaji. Kagera ukiangalia wale unaweza kusema wana ubora. Sasa kama timu inaruhusu wavu wake guso mara nyingi na inatengeneza nafasi haifungi, unaweka katika kwenye hizi timu 5 kwenye timu 6 tunasema timu 6 yes, ambazo zimekuwa na changamoto ya kubadilisha walimu, lakini Yanga wamefaidika, wao wamekuwa na wakati mzuri. Tukija kwa Singida Black Stars wamekuwa na wakati mzuri. Kagera Sugar Ken Gold wao wameshuka kabisa daraja. Tabora United na wenyewe walikuwa na wakati mzuri, lakini kama walikuwa wamesheki hivi. Fontaine nao ndio wanajitafuta huko katika ile playoff nyingine kule. Kwa timu ambazo tukizitazama zilikuwa katika mwendelezo mzuri, ambazo wabadilisha makocha mara moja au mara mbili au kubadilisha kabisa. Mfano Mashujaa, Simba, Dodoma Jiji ambao hajabadilisha kabisa mwalimu. Simba, Dodoma Jiji, JKT, timu 3. Timu 3 tu. 3 tu. Simba, Dodoma, JKT. Mashujaa wamemondoa mwalimu mmoja. Walimtoa mwalimu Bares. Tanzania Prisons walimtoa Bwana Makata. Ndio akaja nini Amos. Pamba Jiji walimtoa yule mzungu. Anaitwa nani? Pamba Jiji hawajaanza na Fred Felix Minziro. Hapana. Walianza na yule mzungu ambaye anawapigisha mazoezi kama wako vitani. Yule mwalimu ambaye alikuwa analalamika sana kuhusiana na Tabora. Anaitwa nani? Metro ni bwana. Atakuwa anakunywa chai, ni mmoja nake limetoka. Alianza na yule? Ndio Pamba Jiji walikuwa na yule, walianza toka playoff, toka pre-season, wakaenda naye, baadaye wakaachana naye, ndo akaja kocha zamani wa Tabora United. Hivi sasa kupita na Simba. Nani? Sawa. Yule mwalimu. Tutamkumbuka tu mwalimu, lakini tukiwa bado tunatazama hizi timu ambazo zimekuwa na ingiza toka makocha kwenye ligi kuu ya NBC.